Okay, habari za wakati huu kwa wote ambao mnanifuatilia, kwa wote ambao tuko pamoja. Kuna swali nililipata kutoka katika group ambalo nimelicreate kwa ajili ya kupeana dondoo ndogo ndogo za video production kwa waliokwama, msaada, maswali niliweza kutoa katika group la video production ambalo nimelitengeneza la WhatsApp. Lakini pia vile vile nimeweza kupata swali ambalo limenihitaji kufanya hiki ambacho nakifanya. Kama ambavyo umeweza kuona mfano wa video ambayo imetoka hapo, na nataka nikuoneshe sasa namna gani ya kufanya hiko kitu. Hiyo ni effect. Effect unaweza ukaipata kupitia Final Cut. Final Cut kuna hicho kitu kipo kama transition, nafikiri nimeinstall hapa ili kuwepo, lakini nimeitoa baada ya kuweka OS nyingine. Nafikiri hii kwenye Final Cut imetumika kama transition hivi, au kama sio transition basi effect, lakini ipo kimtindo huo. Sasa mimi mara nyingi huwa natumiaga Adobe, lakini hapa nitakuonesha kupitia hiyo Adobe kwamba namna gani unaweza ukapata kitu kama hicho, au kupata effect kama hiyo, au matokeo kama hayo. Sasa moja kwa moja, kwanza kabisa unahitaji plugin inayoitwa Twitch. Ni plugin ambayo unaweza ukaidownload, ukasearch Google ukaipata. Hii Twitch ni ndogo tu, ina MB kama 4 hapa kama ambavyo unaweza kuona. Lakini pia hii software ni kwa ajili, hii plugin ni kwa ajili ya Mac, lakini pia zipo ambazo ni kwa ajili ya Windows. Kwa hiyo unaposearch kwenye mtandao, hakikisha unamalizia kama ni Windows au Mac kutokana na kompyuta ambayo utakuwa unatumia. Mimi kwa sababu natumia Mac, nimedownload hiyo ya Mac kama ambavyo unaweza kuona. Na hii ina 32 bit na 64 bit. Nimedownload ambayo zote ndani zipo, lakini wewe utakapo download hakikisha kwamba utadownload ile ambayo itakuwa compatible na bit za software, Windows au OS ambayo umeweka. Kwa hiyo basi tukienda moja kwa moja katika issue ya effect, hii ni kwamba hii ni effect ambayo imesaidia kufanya iko kitu ambacho tumekiona, lakini iko kitu unaweza ukakifanya mbali kabisa na plugin hii. Yaani unaweza ukafanya manually, maanake kwenye After Effects unaweza ukafanya vitu vingi yaani wewe mwenyewe tu ukavifanya, ni kwamba ukaanza step hii, ukafanya hiki, ukaeka hiki mpaka ukapata majibu yale. Lakini hii plugin imeweza kurahisisha mambo. Kwa hiyo nikianza kusema tuanze kufuata maelekezo ya bila plugin, ni maelekezo marefu, alafu matokeo ni yale ambayo tunayapata. Kwa hiyo ni bora turahisishe kwa kutumia plugin. Okay, nisipoteze muda sana, twende moja kwa moja katika hii plugin. Hii plugin ukisha download, unachotakiwa kufanya ni kuinstall, na kuinstall kwake kwa hii sijainunua, maanake kuna zile za kununua online na hizi ambazo cracked tayari. Yaani tayari zimesha crackiwa. Nikisema hivyo nafikiri kwa watu wa production mnaweza mkawa mnanielewa. Hii tutorial ni kwa ambao tayari wanafanya production au wameshaanza production. Kwa wale ambao wanaanza kabisa, ni kwamba wanaweza wasinielewa au wanaweza ikawachanganya kidogo, lakini msiofu. Hipo siku mtafikia huku, maanake katika mfululizo wa vipindi vyangu nitakuwa naeleza hatua baada ya hatua mpaka tutafika huku. Kwa hiyo basi, kwa wale ambao advanced kidogo, nafikiri tutakuwa tunaenda sambamba. Tunaendelea. Unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye bit ambayo wewe OS yako umeinstall. Kama ni 64 basi una copy, sawa. Hii ndio effect yenyewe, unaicopy, unaenda kupaste kwenye application. Mimi nimeinstall Adobe After Effects CC 2015, lakini wewe kama umeinstall 17, 14, 10 ngapi whatever, lakini utafungua kwenye Adobe After Effects.
alafu utafungua folder iliyoandikwa plugin, utakuja utapaste hapa. Mimi tayari nimesha paste kama unavyoweza kuona, hii hapa una paste hapa. Kwa hiyo uta command V au uta control V. Control V kwenye Windows, command V kwenye Mac. Tukumbuke kwamba hii plugin nimeipaste au nina install kwenye OS ya Mac. Kama na install kwenye OS ya Mac, ili folder nimelipata kimtindo huo. Nimefungua application Adobe CC, nikafungua plugin. Sawa, lakini kwenye Windows iko tofauti. Naomba tukumbuke iko kitu. Kama unatumia Windows, maanake unachotakiwa kufanya ni hivi: utafungua local disk C, utafungua program files, utafungua Adobe, alafu utafungua Adobe After Effects, alafu utafungua support files, alafu utafungua plugins. Sawa, hapo ndipo utakapoipaste hii kitu. Sijui ninaeleweka vizuri hapo? Ya, naamini kwamba unanielewa sawa. Kwa hiyo baada ya kupaste hapo, unachotakiwa kufanya kingine ni unarudi kwenye lile folder ambalo lina hii plugin ambayo umeinstall, ulo download. Kuna kitu kingine hiki hapa, hii ndio key ambayo itaweza kukufanya uweze kufungua hiyo Twitch. Unachotakiwa kufanya pia ni kucopy. Ukikopi kama kawaida, unaenda pale pale, sawa, kwenye application Adobe After Effects plugin, sawa. Pia utapaste kama mimi ambavyo nimepaste hii hapa. Baada ya hapo, kuna folder la preset tena lipo ambalo ni hili hapa. Ili pia utalifungua kwanza, alafu utakopi hii hapa ambayo ina underscore hizi. Hii ndio unayotakiwa kukopi. Na maana unachotakiwa kufanya kama kawaida, utakopi, utafungua application Adobe After Effects, alafu utaenda kwenye preset. Sasa sio kwenye plugin tena, kwenye preset. Ukienda kwenye preset unapaste kama mimi ambavyo nimepaste hapa. Na hapo ndipo utakapokuwa umemaliza kuinstall hii plugin. Na utakapomaliza kuinstall, unachotakiwa kufanya ni kufungua sasa hiyo Adobe After Effects. Baada ya kufungua Adobe After Effects, sasa tunaendelea, lakini unaweza ukashtuka hapa kidogo ukashangaa, sasa inakuwaje kwa wale ambao wasiojua, lakini msiogope. Siku zijazo nitakuja kuwaelekeza Adobe After Effects kiundani zaidi, mwanzo, yani kwa wale ambao hawajui kabisa mpaka kujua Adobe After Effects. Kwa hiyo msije mkaogopa mkasema namna gani vipi, lakini hii ni kwa wale ambao advance kidogo. Na kama wewe ni advance, basi inawezekana pia na wewe pia Adobe After Effects labda hauijui, lakini usiogope, hapa mimi nitakufundisha step by step. Kwa hiyo sitoanza kuelekeza Adobe After Effects ni nini, hiki kinini kinafanyaje kazi, au kinini nini. Nitaelekeza tu kile kitu ambacho natakiwa kufanya. Kwa kwanza kabisa, ukishafungua Adobe After Effects, ikishakuwa katika mtindo huu tayari kwa kwanza kuifanyia kazi. Hakuna project yote ambayo nimecreate ni untitled project hii. Ninachotakiwa kufanya ni kuimport sasa video ambayo natakiwa kuifanyia hiyo effect, na import file. Sasa video ambayo nataka kufanyia effect ipo kwenye desktop ambayo ni hii hapa. Na double click au na click, alafu na open hapa. Nikisha open, ina maana itakuwa imeingia. Lakini pia option nyingine ya kuingiza video ni command I. Sawa, itafunguka window ambayo unaweza ukasearch video yako, ipo kama kwenye document kama wapi, alafu ukiipata una double click. Lakini pia una kwenye Mac, lakini pia kwenye window pia unabonyeza control I, itafunguka kitu kama hicho. Sasa basi, baada ya hapo unachotakiwa kufanya ni hivi: ichukue hii video, ipeleke hapa kwenye hiki kibox ambayo hapa ndo new composition. Sawa, new composition. Kwenye Adobe After Effects kuna new project, alafu pia kuna new composition. Kwenye hii composition anaweza nikasema kama vile sequence kwenye Premiere Pro. Kwa ambao mnafanya video production mtakuwa mnanielewa nikizungumzia sequence. Kwa hiyo hapa ni composition. Kwa uki drop kwenye
Hii new composition maana yake utakuwa umecreate new composition ambayo ndo kama sequence. Sawa? Kwa hiyo compositions zinaweza zikawa nyingi ndani ya project moja. Yaani hapo unaweza ukafanya kitu chako mpaka ukamaliza, unaweza ukacreate composition nyingine, ukiclick maana yake una create composition nyingine hivyo. Kwa hiyo ukisha create new composition hapa, hatua inayofuata sasa ni kuapply hiyo effect. Hiyo effect unaipata wapi? Ukienda juu hapa kuna effect ya hii hapa effect. Ukiclick effect utaziona effect zote ambazo zipo kwenye hii software. Moja effect ambayo tumeinstall pia ipo kwenye hii software ambayo iko hapa. Lakini hatuwezi tukaiselect kwa sababu hizi ziko kama vivuli tu, zipo like a ghost, uweze ukaclick. Sawa? Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ili ziweze kuwa selectable, yani uweze kuziselect au kuziclick, unachotakiwa kufanya ni kuclick hii video, utaiclick pap. Sawa? Either hii au either hii hapa. Sawa? Kwa hiyo ukiclick hii alafu ukienda kwenye effect, sasa utaweza una uwezo wa kuselect effect unayotaka. Kwa hiyo hapa effect yetu ni Twitch. Twitch tunaipata kwenye video copilot. Tafuta effect iliyoandikwa video copilot, utaiona Twitch hapa. Kwa hiyo kama kuna video copilot ziko nyingi, kuna video copilot Twitch, kuna video copilot nini, ziko nyingi. Kwa hiyo kuna zile optical flares nini, kwa hiyo utazipata zote hapa, lakini sisi kwa sababu ni Twitch tuna select Twitch hii hapa. Sasa basi, baada ya kuselect hii unatakiwa uifanyie sasa setting ambayo unataka sasa hapa. Sawa? Kwamba nataka video yangu isheki kiasi gani, isheki na rangi, isheki kwenda kushoto kulia, juu chini, vipi hivyo. Kwa hiyo hizi ndio effect setting ambazo unaweza ukazifanya hapa. Lakini basi kwa sababu sipo deep sana kuielezea After Effects, nitakachokifanya hapa ni hivi. Tutatumia preset. Katika folder la preset ambalo tulilipaste kule kwenye plugin, nafikiri unakumbuka, ndilo litakalotusaidia kupata hiyo effect. Kutumia effect kirahisi. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya hapa ni kutumia preset. Sasa preset tunafanyaje? Hii haina haja, sawa? Tunaifuta. Okay? Tunachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye effect and preset panel. Hapa utapata effect zote. Mfano wa effect, preset zote ziko hapa na effect zote zipo hapa. Unachotakiwa kufanya ni kusearch, ni option moja wapo nakupa. Mfano moja ya effect hii inaitwa body distortion. Sawa? Ukiandika body dis, kama hapo tayari ishakuja, ambayo iko ni ya Twitch. Unaweza ukaiclick, ukaidrag na kuipaste either hapa au hapa. Sawa? Na ukiiweka itakuja hapa. Sasa hapa nimekupa jina moja kwa moja, lakini pia unaweza ukawa haya majina huyajui ya hizi preset. Unachotakiwa kufanya ni kuja hapa kwenye hii effect and preset panel, alafu utaclick hapa animation and preset. Pap, ambayo ni ya kwanza kabisa. Ukikliki utaliona folder la Twitch hili hapa, utalifungua. Hizi zote ni preset. Zote hizi ni preset kama ambavyo unaweza kuona. Kwa hiyo unaweza ukajaribu moja moja mpaka ukapata ambayo unaipenda. Kuna blinking, blue glow, fashion show, nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizi zote ni preset zake. Lakini body distortion ni effect ambayo ina uzito mkubwa zaidi, ambayo inaweza kuonekana kirahisi zaidi, na ndio maana nimeamua kuitumia hii. Kwa hiyo ukishaiweka kwenye video, unachotakiwa kufanya sasa, unaweza uka preview. Ukikliki hapa, sawa, au hapa, unaweza ukabonyeza space bar, yani button kubwa hii kwa ajili ya kuplay. Kama ambavyo unaweza kuona ina sheki kimtindo huu. Hiyo ni body distortion. Sawa? Iko hivyo. Lakini pia unachotakiwa kufanya sasa
ni kuweka katika sehemu ambayo ile unaitaka. Sawa? Mara nyingi tunaitumia kwenye promo, zile promo za matangazo labda. Pia vile vile tunaitumia kwenye music video. Kwa hiyo pia unatakiwa uangalie kama ni music video, basi muziki wako unaendaje. Ufuate labda ni kiki au ni transition, sehemu ambayo video inabadilika, unaweza ukaweka hiki kitu kikaa pia. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kwamba hapa tulivyo apply, ina maana video nzima, sawa, entire video itakuwa ina hiyo effect, itakuwa inafanya hivyo hivyo inarudia. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuweka katika sehemu ambayo ile unaitaka. Unawekaje? Unafanya hivi, una play video mpaka sehemu ambayo unataka, sawa. Labda effect yangu mimi nataka iende isitokee huko kote, hapana, nataka itokee labda hapa, hapa, sawa, itokee hapa ndo ianze kutokea, kwa sababu hapa ndo kuna kishindo kikubwa labda cha biti. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unaenda kwenye amount, sawa, au kabla hujaenda kwenye amount kujiaminisha kwamba hapa ndio sehemu stahiki, utaenda kwenye hiki kitu, kwenye hii video hapa, kwenye timeline, utaifungua hii video kimtindo huu, alafu utaenda kwenye audio, utakliki, alafu utakliki waveform. Hapo utaona mapigo yote ya audio yako yapoje, sawa. Lakini pia unachoweza kufanya hapa, unaweza ukaitanua zaidi video yako kimtindo huu kama ambavyo nafanya, lakini kuna shortcut pia za keyboard. Lakini hapo unaweza kuona mapigo ya audio yako yakoje. Kama unavyoweza kuona hapa, ndipo kiki imeweza kuonekana au mziki umechanganya zaidi. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unaweza ukakliki hapa, sawa, au unaweza ukaangalia sehemu nyingine zaidi ambayo ina nani zaidi. Kwa hiyo kama ni hapa, unachotakiwa kufanya, utakliki hii amount. Hapa tunacheza sana kitu kinachoitwa keyframe, tutakuja kuelekezana zaidi baadaye. Unakliki amount, sawa. Ukikliki amount maana yake umeweka keyframe. Sasa ili uweze kufanya, kwa mimi nina experience naweza nikafanyia hapa, lakini kwa ambao hawajui kabisa, ni vyema ukafungua kwenye effect huku. Hii effect unaweza kuipata tena huku, sawa. Kwenye hii video ambayo tumeapply effect ya Twitch, hii Twitch tunaweza tukaipata kwenye effect hapa. Ina maana tukifungua hii video hapa, tutapata hivi vitu vyote. Ina maana hii video imebeba nini? Imebeba audio, imebeba transform, imebeba effect. Na kwenye effect kuna effect gani? Ukifungua utaanza kuziona effect zote ambazo umeziweka. Kwa hiyo sisi tumeweka Twitch peke yake. Kwa hiyo ukifungua Twitch hapa utaiona, ambayo nimekliki keyframe ya amount, ambayo hii pia una uwezo hapa, nimeitoa nimerudisha kama mwanzo, una uwezo kuiona huku. Kwa hiyo tufanyie huku ili uweze kuelewa kirahisi. Utakliki hapa, umeadi keyframe, sawa. Ukisha kliki hapa, unachokifanya, hii unaipeleka mbele kidogo, una kliki hapa tena, sawa. Yaani baada ya kukliki hapo na kliki na hapa, inatokea keyframe nyingine. Alafu hii unaipeleka nyuma kidogo, sawa. Baada ya hapo una kliki tena nyingine, sawa. Maana yake ni kwamba tumecreate keyframe 3. Hii ya katikati ndio inatakiwa ikae kwenye hiyo kiki ambayo umeweka, lakini pia unaweza ukaadjust baadaye kutokana na majibu utakayoyapata. Kwa hiyo baada ya kuweka hivi, unachotakiwa kufanya ni hivi, utakliki huu mshale wa huku, itarudi kwenye keyframe ya kwanza, sawa. Alafu hii amount utaweka 0, utaishusha mpaka 0. Maana yake ni kwamba huku kote kutakuwa hakuna hiyo effect ya Twitch. Kote kama unavyoweza kuona hakuna hiyo effect, sawa. Huku kote hakuna hiyo effect.
Ila sasa effect ikifika hapa itaanza kucount from 0. Sawa? Itaanza kupanda from 0 kama unavyoweza kuona. Kama unaweza kuona hapa itapanda from 0 to 100 mpaka hapa, ina maana iko 100. Baada ya hapo itaendelea 100 hivyo hivyo mpaka mwisho. Lakini kwa sababu tumeweka keyframe nyingine, tunachotakiwa kufanya, utaklik hapa keyframe ya mbele, pap, utapunguza na yenyewe to 0. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya kwa ufupi zaidi ni kwamba kuhakikisha keyframe ya kwanza itakuwa 0, ya pili itakuwa 0, katikati ndo itakuwa aidha ni 100 au zaidi ya 100. Unaweza ukaweka hata zaidi. Nafikiri inaeleweka. Kwa hiyo basi ukija kuplay video kutoka hapa, utaona ukiplay ikifika hapa ndipo hiyo effect itaanza kuonekana. Sawa? Kwa hiyo basi tukiplay hapa tunaweza kuona kwamba effect imeonekana kidogo sana. Ni kwa sababu keyframe zipo karibu. Kwa hiyo hapa sasa unapata uwanja mpana wa kuadjust au kusogeza katika namna ambavyo wewe unataka. Labda isogee hapa kidogo na hii hapo isogee labda hapa kidogo ya, alafu tutajaribu kuplay hapo. Utaona hiyo hapo inatokea hivyo. Umeona? Namna hiyo inatokea. Lakini tu ni kwamba ikitokea itatokea katika kipande hiki tu peke yake, sio zaidi ya hapa. Kama unavyoweza kuona ikifika huku, kwa sababu keyframe hii iko 0, basi huku kote itaenda. Lakini pia labda unataka effect yako itokee tena mbele, una uwezo wa kucopy ukafanya hivi, sawa? Alafu ukacommand C au control C, alafu ukaenda sehemu ambayo unataka itokee tena, labda ni hapa, ukacommand V. Right? Nafikiri tupo sawa sawa. Unaweza ukazisogeza popote ambapo unataka, itatokea tena vile vile. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kutengeneza keyframe ili kuweza kupata hiyo effect ambayo unataka. Lakini pia tukumbuke kitu kimoja, ni kwamba hii effect una uwezo pia wa kuiongezea vitu unavyovitaka. Inawezekana hapa ikawa imesheki, lakini pia ukawa haujaipenda zaidi, kwamba imesheki kidogo. Okay? Kidogo. Unachotakiwa kufanya ni kuenda kwenye behavior. Kwenye behavior utaona hapa kuna speed, kuna randomizing, minimum. Unaweza pia hivi vitu ukafanyaje, ukaviongeza. Maana ukiongeza speed, hichi kitu effect yako kama unavyoweza kuona matokeo ni kwamba speed inafanyaje, inaongezeka, itasheki kwa nguvu zaidi. Kama unavyoweza kuona hapa speed inaongezeka. Umeona? Okay, speed labda hii hapa. Ukifanya hivi utaona hapo imeongezeka kimtindo huo. Sawa? Lakini hata hii speed yenyewe pia unaweza ukaiwekea keyframe kama nilivyokufundisha hapa. Umeona? Kimtindo huo. Hiyo ni speed. Ina maana shaking speed inaongezeka. Kama ilikuwa ina shake kwenda kushoto na kulia taratibu, basi ukiongeza hapo speed inaongezeka. Lakini vitu vingine pia unaweza ukaviongeza ni hivi hapa. Kuna kitu blur unaweza ukaiongeza. Kuna kitu scale hii itafanya izoom labda kwenda mbele na kurudi nyuma. Sawa? Kuna kitu kingine time pia unaweza ukaiongeza. Kwa hiyo hivi vitu vyote ni kwa ajili ya kufanya muonekano wa effect yako iongezeke. Kwa hiyo hii effect ina mjumuiko wa blur, color, light, scale, slide na effect. Kwa mfano sasa, ukitaka kuona matokeo ya kitu unakuja kwenye operation control. Kwa mfano tuje kwenye let's say scale. Sawa? Kwenye scale unaona hapa matokeo yake ni haya hapa. Scale amount ni 50. Unaweza kaeka labda 70 au ngapi, whatever unavyotaka. Na ukija ukiplay effect utaiona kimtindo sasa hivi kama inaenda mbele na kurudi nyuma. Sawa? Hiyo ni scale sasa ambayo tumeiongezea. Na hata huko mbele ukienda zaidi utaona hicho kitu kwamba kuna kitu kama hicho. Hiyo ni scale tumeiongezea.
kimtindo huu. Kwa hiyo pia vile vile kuna kitu kingine ni blur. Blur tuliongeza kama ambavyo uliweza kuona. Hii video nilipopause hapa, kama ukiangalia kwa makini utaona ina blur. Sawa. Kwa hivyo vitu vyote ni mchanganyiko wa hiyo effect ambayo tumeapply, lakini niliweka distortion. Distortion yenyewe haikuwa na blur, haikuwa na time wala scale, na slide nafikiri haikuwepo. Lakini mwisho wa siku ni kwamba wewe una uwezo wa kuadi hivi vitu, au pengine ukaenda kwenye animation huku na preset ukaweza kuchagua ambayo unataka. Inaweza ikawa na vitu zaidi, vitu vyote hivi au tofauti na hivi, inategemea na kile ambacho unachokitaka, au vinginevyo basi ukatengeneza ya kwako mwenyewe hapa. Lakini pia ukija ukiangalia kitu kingine ambacho naweza nikakigusia zaidi ili kupata matokeo ambayo yanaweza kufanana na lile swali ambalo nimeulizwa, ni kitu kinachoitwa slide. Hii slide tukija kwenye control sasa, hii slide pia imeweza kuonekana kwa kiasi kikubwa sana. Kuna title ambazo zilikuwa zina slide kwenye mfano wa video ambao niliweza kuoneshwa, lakini pia vile vile ukiweza kuapply hapo unaweza kuona kitu kama hicho. Sasa basi nikifanya hivi utaiona hii video pia imeweza kuongezeka slide kama hivyo ambavyo unaweza kuona. Nafikiri mpaka hapa unaweza kupata picha ya effect jinsi inavyofanya kazi, na wewe mwenyewe ukajiongeza zaidi, ukaweza kupata majibu zaidi ya hata haya ambayo mimi nimeyafanya. Hapa nilijaribu kukudokezea namna ambavyo unaweza kupata kitu kama hicho. Kwa hiyo moja kwa moja unachotakiwa kufanya sasa, baada ya kuapply effect yako na kulizika nayo kwamba imekaa sehemu stahiki, ni kwamba unaweza ukaplay ukasikiliza. Sasa kwenye kuplay kusikiliza kuna kitu kinaitwa RAM. Sawa? Kwa hiyo wakati wa kufanya hii buffering hapa RAM inatumika, na nimefungua software nyingi behind huku zina run. Ni kwamba RAM yangu kidogo kama imejaa uwezo ukasikia sauti hapa, lakini hapa ukiplay unaweza ukasikia pia sauti ya kile ambacho umekifanya kimtindo huo. Lakini pia mbali na sauti unaweza ukaangalia ile waveform ambayo nimekuonesha hapa chini. Inaweza ikakusaidia kujua ni kiki gani, kiki ukaziona hapa, mabadiliko ya muziki ukayaona hapa, na ukaweza kuapply vizuri zaidi. Lakini kabla ya kutoa kazi yako, ni kudokezee tena kidogo kitu kingine cha ziada. Si tu video unaweza ukaifanya hivi, hata title, kwa sababu mfano wa video ambao nimeuliziwa swali ilikuwa pia ina title. Title pia unaweza ukaiwekea hii effect. Sasa title unachotakiwa kufanya, video yako inatakiwa iingie huku ikiwa haina title. Sawa? Na kama ikiwa haina title, unachotakiwa kufanya ni kwamba title iandikie huku. Unaenda hapa kwenye T, una click T, alafu unakuja sasa sehemu ambayo unataka kuweka title yako, una click. Sawa? Alafu unaandika labda ni Twitch. Sawa? Baada ya hapo sasa una click hii tool ya kawaida, alafu una adjust hii unapotaka ikae. Sawa sawa. Kwa hiyo hapa baada ya kuandika hiyo, una uwezo kuingia kwenye paragraph, ukachagua font yoyote ambayo unataka. Lakini kama ambavyo unaweza kuona, baada ya kuandika unaweza ukafanya setting za kuweka ukubwa na nini. Issue ya title iko kimtindo huo, ukabadilisha rangi ambayo unataka, kama ni white hivyo, kama ni blue, njano, kijani, whatever, unaweza kufanya rangi yote ambayo unataka. Lakini baada ya kufanya rangi, unachotakiwa kufanya sasa ni kwenda kwenye kitu kinachoitwa effect. Hakikisha video yako umeiclick, unaenda kwenye effect, unaipata hapa video copilot Twitch. Lakini pia kama nilivyokuelekeza, hiyo ni kufanya mwenyewe manually, lakini pia kufanya mwenyewe mwanzo mwisho, yani kila kitu. Lakini pia una uwezo wa kuweka effect preset kama ambavyo nimekuelekeza.
Mfano kama hiyo body distortion ambayo inaweza kutuletea matokeo kirahisi, yani changes zikaonekana kirahisi. Una drag hapa au una drag hapa, sio hapa, hapa pap, kama ambavyo unaweza kuona. Kwa hiyo ina maana hii title yetu itakuwa na hiyo effect kama hivi ambavyo unaweza kuona. Sawa, umeona title ina effect. Lakini pia ukija ukienda kwenye hii title, ukienda kwenye hii effect ambayo ni hii hapa, unaweza ukaifungua hapo, ukafungua hizi behavior zote, lakini napenda nikuelekezee huku kwa sababu huku imetanuka zaidi na unaweza ukaipata kirahisi. Na maana utafungua hapa, utaona kila kitu hapa ya effect. Utafungua Twitch. Baada ya kufungua Twitch utaiona hapa enable. Sawa, sasa blur iko off, unaweza ukaiweka on. Sawa, lakini hapa kitu ambacho nataka nile nacho zaidi ni slide ipo on. Kwa hiyo kama slide ipo on, unaweza ukafunga ukaenda kwenye behavior. Sasa ina maana ukienda kwenye behavior behavior, ukaenda kwenye operator control. Sawa, utaiona slide hii hapa. Hizi hapa kule ziko off, ndio maana hauwezi kuzifanyia chochote, lakini ukienda ukiziswitch on utaweza kuzifanyia chochote. Kwa hiyo tukija kwenye slide, tunaweza tukaongeza labda slide, tukaiweka labda hiyo 20 ngapi, na utaona hapa title yetu inafanyaje, ina slide kimtindo huu. Sawa, lakini pia unaweza ukaseti angle za hii title kuweza kuslide. Unaweza ukaiwekea angle ya slide kwenda huku, yani hivyo, yani settings zote ziko hapa actually. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kudili nayo kimtindo huo. Lakini pia wakati nafanya hapa, naona kuna kitu pia kama unaweza kuona kimetokea, kwamba hii title imekuwa kama vile imekatwa huko. Sawa, lakini nataka nikuoneshe kitu kingine cha ziada sasa, advanced zaidi. Title ni bora ukaifanya kimtindo huu. Unachotakiwa kufanya, utaifuta hii Twitch. Sawa, itoe, alafu ibaki title yako ikiwa ina effect, alafu right click pre-compose. Sawa, alafu piga okay, alafu weka effect yako hapa, chukua body distortion, drop hapa. Sawa, alafu ongeza sasa vile vitu nilivyokuambia, kama labda ni slides, labda unataka kuongeza, ukiongeza hapo utaona matokeo yake jinsi itakavyokuwa. Unaweza kuona sasa hivi inatoka mpaka nje kabisa. Inaweza kwenda kumove zaidi na zaidi kama ambavyo unaona, kwa sababu nime pre-compose. Okay, sasa baada ya kufanya kila kitu, unachotakiwa kufanya sasa ni kuitoa video yako kwenye program, yani kuiexport. Unaiexport vipi sasa? Nisikilize kwa makini. Unachotakiwa kufanya, utakliki hapa au utakliki hapa, hapa au hapa. Kwa hiyo ukikliki hapa, unaenda kwenye composition. Sawa, utashuka mpaka kwenye add to render queue. Baada ya hapo, video yako utaifanyia settings. Sasa unataka uiexport kimtindo gani? Sawa, utakliki hapa. Sawa, utaenda kwenye format. Hapa mara nyingi inakaa quick time, lakini utaenda kwenye format hapa, alafu kwenye animation utachagua hii hapa 24 H ya 2464 ya ambayo codec ni itakuwezesha kuplay hata kwenye VLC au kwenye software za kwenye player tofauti kirahisi. Na baada ya hapo utapiga okay, lakini kabla ya kupiga okay, hapa ni vyema ukaweka audio output on, kwa sababu hapa inakaa auto. Sawa, ikikaa off maana yake itatoka bila audio. Kwa hiyo unaweza ukaweka on kiusalama zaidi. Ikikaa auto maana yake yenyewe itaamua kama itoke na audio au isitoke na audio. Kwa hiyo unachokifanya, utaweka on. Baada ya hapo utapiga
okay. Baada ya kupiga okay, utakliki hapa kuchagua ni sehemu gani ambapo utataka video yako iende. Sawa? Baada ya hapo utapiga okay tena. Basi hizo settings zinatosha kabisa kuexport video yako. Baada ya hapo utakliki render. Sawa? Lakini mtu mwingine anaweza akajiuliza hapa, sasa mimi nataka kutoa labda 1080 au 4K au nini, hizo sehemu napata wapi? Ukikliki hapa, manake cha kwanza inachokifanya hii ina select frame ambayo umeiwekea video yako. Itatoka katika frame ile ile, kama ni 1080, kama 720. Sawa? Kwa hiyo kama utataka kubadilisha hizi, manake ni kwamba itabidi uklik resize. Sasa hivi ni vitu vingine tena, umeona, lakini bora tu ka export kwenye ile ile kama nimekuelekeza. Haina haja ya kuresize hapo, labda utarudi kwenye Premiere Pro kuweza kurekebisha huko, au kwenye Adobe Media Encoder ukarekebisha huko, itakuwa vizuri. So basi unachotakiwa kufanya, uta render. Je, umependa hiki ninachokifanya? Na je, unapenda niendelee kufanya zaidi? Basi kama unapenda, fanya hivi: subscribe. Sogea kwenye button ya subscribe, click hii subscribe. Baada ya hapo, click na hii kengele hapa. Ukifanya hivyo utapata taarifa ya kila kipindi nitakachokuwa na kiposti. Na ukifanya hivyo nitapata kujua kuwa umependa hiki ninachokifanya. Karibu sana.